Pascal Msoga. Ndio. Umekuwa ni mwanafunzi wa chuo cha sayansi na teknolojia hapa taasisi ya sayansi na teknolojia Mbeya. Sasa ni chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST. Unazungumziaje mfumo mzima wa elimu uliopata kwa miaka mitatu uliokuwepo hapa hadi leo hii unaenda kufanya presentation ambayo inaweza ikawa ni moja ya presentation za mwisho kabisa na project yako? Mheshimiwa, nimejifunza mengi sana na kwa kweli mfumo wa elimu ya hapa kidogo ngumu. Unahitaji una challenge nyingi sana. Actually ukizingatia elimu ya Tanzania ipo kawaida sana. Sometimes tunaiga mifumo ya watu tu. Hatuangalii wanafunzi wetu wana future gani, wanataka kufanya nini. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunajifunza ambapo vina advantage yote mbeleni tunapoelekea. Lakini kwa nilichojifunza mimi mpaka sasa, kutokana na watu tofauti niliokutana nao, nimejifunza mengi, najua jinsi ya kuishi na watu. Na mengine mengi. Labda niulize swali moja ambalo inaweza ni changamoto kwa watu wengi sana. Labda niseme ni jinsi gani umejipanga kuishi maisha ya mtaani sasa, kwa sababu ulikuwa katika taasisi kwa miaka mitatu sasa. Sasa unaenda kutumikia taifa lako. Umejipanga kufanya nini huko mtaani? Ni kwamba utakaa, utasubiri kazi ije au utaanzisha biashara? Vitu kusubiri kazi ije bwana, kazi haikufuati. Kazi unatakiwa uifuate mwenyewe. Kwa hiyo kwa plani zangu mimi nina plani za kutafuta kazi. Wakati huo natafuta kazi, huku mimi najiajiri mwenyewe. Kwa hiyo nitakuwa nafanya vitu vya hapa na pale, nasaidia watu. Kwa mfano sasa hivi na plani ya kuambia watu wale wa idara nyingine kwamba location nitakayokuwa ni ipi, na kwa offer tu ya wanafunzi tutakaomaliza nao, mimi nitakuwa kwa zile kama wana PC za kwao wenyewe nitakuwa natoa service bure. Nasaidia, natoa ushauri kwenye masuala ya kompyuta. Ila kama watapata, nimefanya hivyo ili kama yeye, kwa sababu sio kompyuta yake tu, atakuwa ana rafiki yake. Kwa kama kuna kompyuta rafiki yake, ina maana atakuja na kidogo. Wateja nitakuwa nawakuta kwa namna hiyo. Sawa. Labda ni kazi ya swala fulani ya kuhusiana na swala la kuanzisha biashara. Najua kila biashara ina vitu vingi sana vinatakiwa vifanyike kabla ya kuwa successful. Sawa. Sasa je, wewe customer wako, yani target customers unataka wanafunzi wako tu uliomaliza nao au na ndugu zao, au umetaka na sehemu ambayo utakuwepo kufanya biashara? Au wanafunzi ilikuwa ni optional, ila plani nzima ilikuwa location nitakayokuwa wakati nafanya hizo. Sawa. Basi nikushukuru sana ndugu Pascal Msoga. Nikutakia kila la heri na niseme nitaleta PC yangu nitengenezee. Karibu sana. Ingawa location ya classified bado. I wish you all the best. Thank you.